Niko Niondo ucio mwihande wega na mutige tekere kuohwo icokiria ukombo ringi. Bwana inuliwe. Wakati Yesu Kristo alikufa msalabani, ni kutufungua, alitufungua kutoka kwa utumwa. Kwa hivyo maandiko inasema tusikubali kujifunga tena katika nini? Utumwa tena. Hiyo inamaanisha namna gani? Yesu Kristo wakati alikufa msalabani, alikufa ndio sisi tupatikane ama ndio sisi tuokolewe. Tuachane na dhambi. Bwana apewe sifa. Lakini tunaambiwa tusikubali kujifunga tena katika ile utumwa wa dhambi. Unajua mtu wakati anafanya dhambi ama jambo ambalo halikubaliki ama jambo ambalo sio njema, Bwana apewe sifa, yule mtu aweze kanifanya openly. Kama vile Joseph Gushi unaandika pale, hawezi kujitangaza sema mimi huwa nafanya. Hapana. Huwa anakuwa ni kama mtumwa ambaye huwa anakaa kwa mwangaza, lakini mambo yenye anafanya ni ya giza. Ni kwa sababu yale mambo ni maovu ama ni mambo mabovu. Bwana apewe sifa. Neno linasema tusijifunge tena katika utumwa. Bwana apewe sifa. Yesu Kristo akafa msalabani ndio tuokolewe. Wakati unaiba hauwezi iba kwa mwanga. Lakini na pia wakati unaiba, ujua ulo unaiba na unakaa na mtu unakaa kiwasiwasi, roho yako haina amani kabisa. Hiyo ni utumwa ya kujiweka pale. Lakini Yesu Kristo wakati alikufa msalabani alikuja kutufungua kutoka kwa nini? Kwa utumwa. Wakati unafanya usinzi hauwezi ukakubali kufanya katika mwanga, huwa unajificha na baadaye hukaingi kama mtu mwenye yako na starehe, kwa sababu huwa unaona jina nikijulikana. Tutoke katika utumwa, watu wa Mungu. Yesu Kristo alikuja kafa msalabani ndio tufunguliwe na tutolewe katika utumwa. Bwana inuliwe. Neno la Adili Kenya, uko ni mosi.